Hello guys, assalamu alaikum kwa Waislamu na Wakristo, tumsifu Yesu Kristo. Siku ya leo nawaalika hapa kwenye Mifa TV ili kuweza kutazama jinsi gani nitakuwa na mazungumzo na brother yangu hapa. Kama unavyoona tuna hiki kitu hapa masaa muda ambao bro alitumia kwenye marathon ambayo ilipitika tarehe 30 mwezi wa 5 2026. Kwa majina mimi mwenyewe naitwa William Ebi Sampel Latan aka Money Magnet, alikuti ni baba sita wa mama sita, wote unawafahamu wewe. Na this is Mifa TV all the way from Sweden and here I am with my brother. So bro, how are you doing? I am blessed. Thank you. How is everything bro? Everything is moving forward bro. Okay. Before tuendelee na kila kitu, unaweza kutuletea kwanza andiko gani ili kutufungulia? Andiko la leo, right? Yeah. Actually I have something here. Kwenye Warumi sura ya 10. Yes, inasemaje? Mstari wa 11 nasema hivi. Yeah. Kwa maana andiko la nena kila yes, amwaminie hata tayarika. Kwenye Kiingereza nasema for the scripture says whosoever believe on him shall not be ashamed. Okay. Vizuri sana. Huyu hapa ni mtumishi, so ni moja kati ya vijana ambao wanampenda sana Mwenyezi Mungu na matarajio yao ni kuwa watu ambao wataendelea kumtumikia Mungu siku zote za maisha yao. Bro, mi kwa sasa hivi nakuona kama vile mshindi kwa maana una medali na ulishiriki kwenye marathon, Stockholm Marathon. Unaweza kutuambia kwanza marathon inakuwa inahusisha watu wa aina gani na ni nini? Okay, thank you for this question. Actually, marathon is for everyone. Okay. Ambaye yupo interested. Marathon, I never knew it. Hadi kulikuja mtu fulani akanijulisha kuhusu marathon. It was last year actually. Alafu a person aliwahi kushiriki. Alafu akaniambia I believe wewe pia unaweza kushiriki kwa sababu by the time nilikuwa tu nakimbia. Okay, mazoezi kawaida. Because I'm also a football player. Okay. No more, but akasema unaweza register alafu you can try. Okay, so tuseme wewe kama mshindi kwa maana washirika walikuwa zaidi ya 25,000. Sure. Na umefanikiwa kutoka kwenye sehemu ya 97. Yeah. Yani upo kwenye ndani ya ile 100 kwanza, ni kitu ambacho sio rahisi. Hongera kwa hilo. Na unajisikiaje? Kwa maana hapo ni kama vile mshindi. Wow. First of all, namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amenisaidia kufanya hilo swala kufanyika, kwa sababu nimeenda kwenye marathon I was not 100% ready. Okay. But nimesema tu let me go and do it, lakini nilikuwa na dream ya kufikisha ya kufika kwenye finish line. Sikutaka niishie njiani. Okay. So nikamwambia Mungu vyote vile vitakavyotokea kwenye njia, let me just finish to the finish line. Okay, let's say this. Najua ulikimbia zaidi ya kilomita 40 au 40, yeah, sure. Ilikuwa 40. Kilomita 42. Hivi unahisi ni kitu gani ambacho ulikipata kwenye ukimbizi kilomita 42? Je, umewahi kukimbia kilomita kama hizo zamani? Kwa kitu gani ambacho ulijifunza ili kufanikiwa? Mtu unatakiwa ufanye kitu gani? Okay. Kwanza kwenye hiyo race, kila mtu ipo kivyake. Ndio. Watu ni wengi ndio tunakimbia, lakini mentally bro uko mwenyewe, kwa sababu ukichoka no one can help you. Ukichoka natembea of course, lakini unaamua wewe kwamba nimepiga 21 20 I'm gonna quit. But unaamua wewe unaendelea ama usiendelee. So niseme kwamba hiyo ni swala ambalo unabidi kujimotivate mwenyewe bila mtu mwingine binafsi. So ni wewe mwenyewe kwenye hiyo game. Ni vita ya wewe, yani it's you with you. Okay. Napenda sana kuona kijana ambaye anajishirikisha na mambo ya sport, na pia kijana huyo ambaye anamwamini na kumweka Mwenyezi Mungu mbele kwenye kila jambo. Bro, za chini ya kapeti nimepata habari kuwa upo katika moja wa wachezaji ambao wamepata fursa kwenda kufanya trial na timu kutokea Spain, ambao ni moja kati ya academy kubwa kule Spain. Unaweza kuwa na chochote cha kuongelea au ni kitu private? Actually it was private, but since you've touched it, let me just speak a bit about it. Okay. Yeah, I was in Spain last 2 months. Ilikuwa ni February mpaka March. Kama miezi mitatu hivi iliyopita. Yeah, sure. Lakini
I will be back again. Okay. To start your trial. Okay. Madrid. So matarajio yako ni yapi kwenye hicho kitu ambacho kinakwenda kutokea hivi karibuni? Well, matarajio yangu sio vitu vingi. Ni kwenda na kufanya vyema, nirudie na contract. Simple. Hope unaweza kuja kuwa moja kati ya watu wakubwa ambao nimewahi kukaa nao hivi na kushare kitu kidogo nini, kuongea vitu kama hivyo. So far so good. Uko na mtu ambaye ni wa maana sana kwenye jamii na kwenye hii nchi. Mimi sio tu kijana kama vijana wengine, lakini mimi nina impact kwenye mambo ama nyingine, na mimi ni star. Sio leo tu, kwa siku zote. Na mimi naamini katika hizo ligi kubwa kubwa nitacheza. Okay. Vizuri sana kusikia kitu kama hicho. Hivi ndoto zako ni zipi? Nakumbuka moja kitu niliwahi kuona kwenye mitandao ya kijamii, umeandika pale kwa wewe ni future billionaire. Hivi kwenye hilo unalitazamaje na kujiona wewe ni future billionaire? Yaani unajitazama kwa jicho gani ili kufikia ndoto kama hiyo? Okay, future billionaire inatokana na mtazamo wangu ndani ya Kristo. Siamini kama kwenye Biblia mtu ambaye Mungu alimtumia alikuwa ni maskini, mtu wa kawaida. Kila mtu ambaye Mungu alimtumia kwenye Biblia alikuwa so rich. Okay. Tukizungumzia kina Danieli, kina Yusufu, kina David, Solomon, same. Sasa na mimi kwa sababu naamini so far so good ananitumia. Na kama ananitumia hajawahi kumtumia mtu ambaye yupo kwenye low. Hata kama yupo kwenye low atamuinua kwa kwenye high. Na mimi nipo kwenye ile ngoma. Nasema niko future billionaire. Ndio. Na tabiri yajayo. Yaani unajitabiria kile kitu ambacho una imani nacho. Okay. Ni vizuri sana kusikia kitu kama hicho, na wasiokujua labda wajue kwanza unatumia majina gani hasa na unaishi sehemu gani? All right. I go by the name Josephat. Hiyo ni jina langu kamili from birth. Lakini siku hizi people call me JJ. JJ? Yeah, people call me JJ. That's good. Yeah, nyumbani my mom likes to call me Jojo. Jojo? Yeah. Wow. Jojo sio jina la kike? Na I don't know, but Jojo kuna baadhi ya watu wanaitwa Josephina, so wenyewe wanajiita sana Jojo, vitu kama hivyo. Josephina si nyingine. Okay. But Josephat ni jina yangu, James ni nickname. Yeah, kwa majina ya Instagram Josephat James unanipata. Josephat James. Okay, katika vitu ambavyo nimekuona ukishare sana ni sana mahubiri na mafundisho kutoka kwa moja kati ya wachungaji ambao nawakubali sana, na moja ambao ya wachungaji ambao nawaamini na kuwafuatilia mara kwa mara, ambaye ni Pastor Tony, right? We ni mfuasi mzuri sana wa Pastor Tony. Unaweza kutuambia nini ambacho unajifunza kutoka kwa Pastor Tony? Good. Thank you. Hii ni swali moja nzuri sana. Mimi nitajibu kadri niwezavyo. Mimi ni a true loyal follower wa Pastor Tony. Ndio. Why nasema hivyo? Mimi ndio ni Mkristo, lakini nilikuwa sijui chimbuko la Ukristo ni nini. Nilikuwa sijui story behind the scene ni nini ya Ukristo. But since nimeweza kumsikiza Pastor Tony, najikuta kwamba Ukristo sio tu Ukristo. Lakini kuna nguvu nyuma ya Ukristo. Na amekuwa akizungumzia vitu vingi sana. Moja kati ya vitu hivyo ni wokovu. Wokovu sio tu kubatizwa basi, lakini kuna maisha baada ya wokovu. Na pia amenifanya nijue how to live baada ya kuokoka. Na kuaje baada ya kuokoka, na kuwa mtu gani, na pia nafaidikaje na Ukristo wangu. Maana kuna Wakristo wengi wanatia huruma huko nje bro. Wengi. Sasa na mimi ni moja kati ya watu sitaki kutia huruma. Nataka nionyeshe kwamba Ukristo, Mkristo anakuaje, mtu ambaye anamfahamu Mungu anakuaje. So napata benefit ndani ya Kristo. Kwa hiyo kama jinsi Wakristo wanajua, ndani ya Kristo kuna uzima, but sio uzima tu, na pia kuna maisha ambayo yanakufanya uwe na furaha, vitu kama hivyo. Pesa, uwe tajiri. Vingi sana. Vizuri sana kusikia kitu kama hicho. Na ni kitu ambacho kinamfanya mtu atamani kuingia kwenye Ukristo. Kwa kitu kama hicho mtu anaweza kupenda kuingia kwenye Ukristo. Bro, we ni mtu ambaye ulikuwa president wa vijana hapa nchini Sweden. Na sitaki sana kuongelea mambo mengi kwenye hiyo kundi, ila nataka utuambie ni kitu gani ambacho wewe unakiona kwa vijana ambacho wanahitaji
ili kuwa bora zaidi? Tunahitaji elimu. Tunahitaji elimu na support. Okay. Elimu ya kusoma. Kuna vitu vingi vinafichwa kwenye vitabu. Okay. Kuna vitu vingi vinafichwa hata pia kwenye mitandao. Ndio. Ila pia inategemea na mtu mwenyewe kama yupo interested kwenye kufuata elimu ama vipi. Maana mimi naamini watu ambao wanashika dola sasa hivi ni watu ambao wana elimu kubwa. Okay. Na pia kuhusu support ni gisi tu wazazi wetu sisi wanatuonaje sisi vijana wao. Wana kwamba sisi tuna ndoto, tuna future ama tuna nini. Maana unaweza kuwa na kitu lakini mzazi wako akasema soma zako tu boy, soma zako tu fresh. Kwa shule lakini pengine unaweza kuwa uko na kitu mzazi hajakiona. Ila wewe umegundua kwamba mimi na kitu cha tofauti. Na pengine ningehitaji support from different places. Kwa hiyo inasi elimu na support. Okay, vizuri sana kusikia kitu kama hicho. Umeoa? Bado mimi single. Okay. Kuna kitu nataka nikijue, kwa maana watu wengi unakuta ni single lakini ana ndoto za kuwa mwanamke wa aina fulani. Hivi unaweza kutuambia ni kitu gani ambacho wewe uwaga unakiangalia kwa mwanamke? Yaani kitu gani ambacho kinaweza kukuvutia na kusema huyo hapa anaweza akawa mtu ambaye anaweza kumpenda? Okay. Wow. Kwanza awe ni mtu ambaye ana hofu ya Mungu ndani yake. Okay. Okay. Na awe ana heshima. Nahisi hicho ni kila mtu anataka mwanamke wa design hiyo. Ila hakuna kitu kingine ambacho unakifikiria wewe aweza akilini mwako nasema nataka niwe na mtu kama huyu. Unajua kila mtu akitaka kujenga nyumba anakuwa na plani kichwani, anatakiwa nyumba yangu ionekane hivi. Kwa hiyo wewe kwako ni mwanamke wako awe na hofu ya Mungu na awe na heshima tu, hakuna kitu kingine ambacho unakitaka. Let me go deep kidogo. Ndio. Kwenye Biblia kuna wanawake wengi ambao wana sifa zao. Lakini kuna ambao wewe unafahamu na pengine ambaye mimi nataka nipitie sahihi haujawahi kumsikiaga. Anaitwa Seruya. Sio msikiaga Seruya. Kwenye Biblia au? Seruya ni dada yake na Daudi. Huyo mimi nadhani nikatamani niwe na design ya mke kama na huyo. Mwanamke mwenye sifa kama za huyo Seruya. Kwa sababu amezaa watoto hawa 3. Bro, amezaa watu ambao wana nguvu. Sio nguvu tu, wana akili, magenius. Okay. Kwa hiyo nikipata kitu kama akili afu kinazaa vitu ambavyo vina akili. Natoboa bro. Wow. Something like that. Vizuri kusikia kitu kama hicho, na ni kitu ambacho kinavutia sana kuona plani zako wewe aziangalii tu sasa hivi ila zinaangalia baadaye unakuwa mtu gani na unakileta kitu gani hususan kwenye jamii ya sasa hivi. Hivi bro, umewahi kutumia AI? Naitumia vizuri. Okay, kuna kauli ambayo inatembea sana kwa sasa hivi ambayo Papa mkuu wa kanisa wa RC Roman Catholic alidai kuwa hiki kitu watu wajaribu kukidhibiti bado mapema kwa maana kinaweza kikaja kutuendesha kwa siku za baadaye na kikaja kututawala. Hivi unaweza kuwa na chochote hapo cha kugusia? Okay, mimi naamini kila mtu akitoa hoja yake anakuwa na sababu behind the scene. Sijui alikuwa anataka kumaanisha nini. Okay, anachokimaanisha ni kuwa watu wanaanza kutumia AI kuliko hata zile akili ambazo Mwenyezi Mungu alitujalia. Nakumbuka kuna kipindi aliwahi kuwaonya aza kuwaambia kwa kuwaomba aza kutoa naweza nikasema kutoa pendekezo, aza kuwaelekeza wale wachungaji kuwa mapadri vitu kama hivyo, kuwaomba wasi wanatumia chat GPT kuandaa injili ambazo wanakwenda kuzihubiri yani kwenye kila Jumapili, kwa maana inamfanya mtu, kwa maana ile AI anadai kuwa haiwezi kuwa na imani kulinganisha na kile kitu ambacho Mwenyezi Mungu alikiumba ambacho sisi binadamu. Of course AI haina upako. Unaweza kutafuta scriptures pale vile ukapata, lakini hazina impact. Okay. Lakini AI pia inarahisisha vitu. Inarahisisha vitu ila inaweza kuondoa uhalisia. Wa nini? Wa kile kitu kama jinsi ingetakiwa kuwa na, unajua mimi nikiandaa kitu huenda naweza kuandaa kitu kwa hisia fulani ili ile hisia imguse mtu mwenye kuwa na moyo kama wa kwangu,
lakini huenda AI hawezi kugusia kitu kama hicho, kwa maana yenyewe inakuwa haina hisia. Hakuwezi kuwa na kitu kama hicho au? Kuna watu wana matumizi mazuri ya AI na kuna wengine matumizi mabaya ya AI. Okay. Mimi niseme kwamba inategemea na jinsi mtu anavyotumia. Lakini unaamini mwisho wa siku tunaweza kuja kutawaliwa na AI, yani AI ikawa inafanya kila kitu kuliko watu au? Naturally. Okay. Vizuri sana kusikia kitu kama hicho. Vipi, unaweza kuwa na chochote cha kuambia watu au si? Bro, mimi na mshikaji hapa, we are friends and this moment I truly appreciate ya kukaa mimi na tukajadili swala na namshukuru pia kwa kunipatia nafasi hii. I will not take this for granted bro. Okay, bro. Five. It has been really good and shout out to sister. Okay, Mifa TV. Mifa TV. Yes. And kwa watazamaji wote mimi niseme tu kwamba una simu yako na hujafanikiwa kusubscribe. Come on. Let's do this. Okay. Just click the subscribe button. Alafu unajipitia vitu kama vipo vingi. Na hii tu ni mwanzo. Hii ni mwanzo. Kwa sababu mimi naamini future iko very very excited. Kweli. Na inaanzia hapa. Kweli bro. Kama anavyoona hapa sasa. Inaanzia hapa. So that's it bro. Okay. Yeah, sure. In the beginning ulizungumzia swala la Mfalme Nebukadneza. Why you call yourself Mfalme Nebukadneza? Kati ya wafalme ambao naamini ni watu ambao walikuwa wanajiamini sana ni Mfalme Nebukadneza. Hilo jina linapatikana sana kwenye kitabu cha Danieli kama sijakosea. Kwa maana nakumbuka kwenye kuna kisa fulani kwenye ndoto ya Danieli kama sijakosea. Sijasoma sana hiyo sehemu, ila nikikaa chini nikifuatilia sana naweza kuwa na kitu cha Danieli alimtafsiria ndoto. Ndio. Alimtafsiria ndoto Mfalme Nebukadneza ambaye aliota kuhusu sanamu fulani ambayo ilikuwa na kichwa sijui yani vitu vingi afu ilikuwa na miguu mguu wa chuma na mguu wa udongo kitu kama hicho. Ikiwa sijakosea, na yani kwenye hiyo sehemu inaelezea vitu vingi kuhusiana na utawala, mpaka utawala wa sasa hivi wa tuseme kama vile Marekani na Uingereza kitu kama hicho. Na ni kitu ambacho kilinifanya sana kushawishika na hilo jina na kujikuta nina ndoto ambayo nataka kumiliki, hususan kwenye industry na kila kitu ambacho nakifanya nataka niwe Mfalme Nebukadneza, yani kitu kama hicho, kwa maana alitaka kutawala siku zote za maisha yake, japokuwa haikuwezekana kwa maana mipango ya Mungu ilikuwa ishapangwa tayari, na ni kitu ambacho nipendezwa tu na jina kama hilo. Moja kati ya wafalme matajiri nayo pia yupo kwenye wale watu. Basi inaweza kuwa vizuri sana bro. Nebukadneza wa kizazi kipya. So vizuri sana guys, mnaweza kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube ambao ni Mifa TV, na pia mnaweza kutufollow kwenye mitandao ya kijamii kama vile Instagram, TikTok na Facebook, tunatumia Mifa TV hiyo. Usisahau kucomment na kutuambia kitu gani ambacho tungekiboresha ili watu wazidi kutufuatilia zaidi, na unaweza pia kushare na mtu mwingine na kulike ili mambo yazidi kuendelea. Hii ni Mifa TV na tunawapendeni sana. Asante.